Hii ni Bosquez TV. Katika pitapita yetu tumekutana na Madam Priska. Huyu ni maarufu katika uuzaji wa viwanja hapa Dar es Salaam. Kiujumla ni kwamba anapatikana sana mitandaoni. Tunaweza kujua jina lako kamili ni nani? Kwa majina yangu kamili naitwa Priska Goino Lawrence Nyomolelo. Umeanza uuzaji wa viwanja lini? Nimeanza uuzaji wa viwanja mwaka jana mwezi wa 9. Ndio nimeanza kuuza viwanja. Wewe kitu gani ambacho kilikuinspire mpaka ukashtukia kwamba umeamua kuingia katika uuzaji wa viwanja? Na ni nani ambaye alikuinspire? Mimi aliyeniinspire kuingia kwenye kuuza viwanja ni Bosquez mwenyewe, kwa sababu nimekuwa nikifuatilia matangazo yake, mabango yake. Kiukweli nikatamani na mimi siku moja nije kuuza viwanja. Na ndio mpaka leo unaniona bado napambana kwenye sekta ya viwanja na ninafanya vizuri. Umefanikiwa kwa kiasi gani kwenye upande wa uuzaji viwanja mpaka sasa hivi, na ni unakama muda gani? Yaani miezi mingapi, miaka mingapi? Kwa mimi nina miezi haizidi 4, lakini mafanikio niliyopata kwenye sekta ya viwanja ni makubwa sana. Mafanikio binafsi ni mengi na bado nazidi kufanikiwa. Kiukweli hii sekta ni nzuri na ina hela sana. Viwanja ambavyo unaviuza kwa Bosquez, unaweza ukatuambia kiufupi tuweze kujua miradi ambayo ulionayo huko kwa Bosquez? Okay, kwa Bosquez kwa sasa tuna miradi Morogoro Road, Bagamoyo Road pamoja na njia ile ya Mkuranga. Kwa Morogoro Road sasa hivi tuna viwanja Kibaha picha ya ndege, tuna viwanja Kibaha kwa Matias, tuna Kibaha kwa Mfipa, Kibaha Maili Moja pamoja na Kibaha kwa Mbonde. Ukija kwa upande wa Kiruvya tuna miradi Kiruvya Makurunge pamoja na Kiruvya kwa Masista. Ukija kwa Bagamoyo tuna miradi Bagamoyo Kerege pamoja na Bagamoyo Kiromo. Na tukienda kwa Kigamboni kwa sasa tuna mradi Kigamboni Mwasonga, maeneo ya Mkamba, na kwa Vikindu tuna miradi Vikindu Vianzi pamoja na Vikindu Malela. Asante sana kwa majibu mazuri Madam Priska. Lakini ningependa pia kukuuliza, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakipigwa, watu wengi wamekuwa wakitapeliwa, watu wamekuwa wanaogopa kununua viwanja. Ni kwa sababu ndugu zao pamoja na marafiki zao au wenyewe wameshawahi kutapeliwa. Utatueleza vipi kuhusiana na viwanja vya Bosquez? Okay, kwanza kabisa tukianzia na kampuni ya Bosquez yenyewe, ni kampuni ambayo kwanza imeshasajiliwa serikalini. Pia kwa Bosquez hakuna utapeli kwa sababu viwanja vyetu vimepimwa na viwanja vyetu viko salama kisheria na ni vya uhakika. Kwa hiyo ningependa niwatoe hofu wateja wetu kwamba kwa Bosquez hakujawahi kutokea utapeli na hakuna utapeli. Kwa hiyo wawe na amani tu. Madam Priska, kuna changamoto gani ambazo umezipata katika uuzaji wa viwanja vya Bosquez? Kwa changamoto sio kubwa, ni changamoto tu ndogo ambazo sisi kama wauzaji wa viwanja tunaweza tukazitatua. Changamoto kwanza za wateja, unakuta mteja eneo ni zuri na bei yake ni nzuri, lakini mteja anakuja yeye anakupangia bei kwamba mimi nataka hapa kiwanja milioni 5 na nakwambia mimi nataka milioni 3. Lakini unaweza kuuza? Naweza kuuza vizuri, na wengine wakija na maswali tunawajibu na wananunua sana zaidi ya vile ambavyo sisi tulitegemea. Madam Priska, Bosquez ameanzisha Bosquez Online TV. Wewe unaliongeleaje kuhusiana na Bosquez Online TV? Kwanza kabisa ningependa kumpongeza mkurugenzi wetu Bosquez kwa kufungua hii channel ya Bosquez Online TV. Hii channel kwetu kwanza itatuletea manufaa makubwa. Kwanza itapelekea jina la Bosquez kuendelea kukua worldwide, kupanuka sehemu, na kuna wengine labda wako mbali huko hawajawahi kumsikia Bosquez, lakini kupitia hii Bosquez Online TV wataendelea kumsikia zaidi na zaidi. Kiukweli hii channel mimi naona itakuja kutuletea manufaa makubwa sana. Tunamshukuru Bosquez kwa kutufungulia Bosquez Online TV. Umeolewa Madam Priska? Hapana, sijaolewa. Una mpenzi Madam Priska? Sina. Kwa hiyo jimbo liko wazi. Okay. Sasa Madam Priska, kutokana na jinsi ulivyo, hivi unapata changamoto gani hasa kwa hudumia wateja? Nafikiri kwamba kuna mteja anaweza akafika akawa interest na wewe kwa sababu tayari umeshasemaje hujaolewa. Ni changamoto gani ambazo unazipata whether kwa wateja au kwa wengine kwa sababu tayari umeshaanza kuwa maarufu? Changamoto ni nyingi na kikubwa ni kujitambua na kujiheshimu. Kwa mimi ninachojua ni kujisimamia na kujiheshimu na kupiga kazi. Mimi sasa hivi ninachoangalia tu ni kazi. Shukrani sana Madam Priska.